Lengo kubwa la mzee Rashid kumkamata Zawadi haikuwa tu chuki binafsi, bali kwa sababu ya jambo moja kubwa muhimu alilokuwa ameligundua. Alibaini kuwa nyaraka za kurudisha mali za TanzaCore hazikuwa na alama za vidole halisi. Hilo likamfanya aelewe kuwa kulikuwa na tatizo kubwa la kisheria. Bila sahihi na alama halali za vidole, nyaraka zile zilikuwa ni batili. Ndiyo maana akaamua kuwa Zawadi akamatwe akiwa hai, na mpango wake ulikuwa amlazimishe Zawadi kusaini zile nyaraka, kisha amuue Zawadi pamoja na mtoto wake. Baada ya hapo, tukio lingepangwa lionekane kama tukio la kawaida lisiloibua maswali. Na lengo la kumchukua Catherine haikuwa bahati mbaya. Ilikuwa ni mtego uliokuwa umepangwa kwa umakini ili kumvuta Aaron kwenye hatari. Rashid alijua wazi kuwa Aaron hangeweza kukaa kimya kama Catherine hayuko mikononi mwao. Mpango ulikuwa Catherine achukuliwe kisha taarifa zimfikie Aaron. Alitegemewa atafanya kila awezalo kumwokoa, hata kama ingemaanisha kwenda peke yake au bila maandalizi ya kutosha. Hapo ndipo walipokusudia kumweka kwenye mtego wao. Kwao Catherine alikuwa ni chambo, lakini hawakujua kuwa Aaron hakuwa mtu wa kufanya maamuzi kwa hasira pekee. Alikuwa makini na kila hatua aliyokuwa anaichukua ilikuwa na hesabu zake. Na wakati huo huo, Aaron akapokea taarifa nzito iliyomshtua sana. Aliambiwa kuwa kulikuwa na uvamizi uliokuwa umetokea nyumbani kwake na pia nyumbani kwa Zawadi. Askari waliokuwa wakifanya doria walikuwa wameuawa na wengine walikuwa wamejeruhiwa vibaya na kupelekwa hospitali wakiwa mahututi. Lakini pia Aaron aliambiwa kwamba Catherine, Zawadi na mtoto wa Zawadi hawajulikani walipo. Habari hiyo ilimshtua sana. Kwa muda mfupi, Aaron alikaa kimya akijaribu kuhimili uzito wa kilichotokea. Alijua wazi huo haukuwa uvamizi wa kawaida. Huu ulikuwa ni ujumbe wa moja kwa moja kutoka kwa maadui zao. Bila kupoteza muda, Aaron akawaita kikosi chake. Walikaa pamoja, kila mmoja akiwa na wasiwasi, lakini pia akiwa tayari kuchukua hatua. Hawakuwa na hofu iliyokuwa inaonekana. Kulikuwa na lengo moja tu, kuwaokoa haraka kabla jambo baya halijawatokea. Aaron akasisitiza kuwa wasifanye maamuzi ya haraka bila kufanya mpango. Alijua kuwa maadui zao walikuwa wanangoja wafanye kosa, na ndio maana akaelekeza wachambue kila taarifa waliokuwa nayo. Kwa ndani, Aaron alikuwa na hasira na uchungu mkubwa, lakini hakuruhusu hisia zimuongoze. Alijua kuwa maisha ya watu waliokuwa wamechukuliwa na adui yalitegemea utulivu na maamuzi sahihi. Aaron alikuwa anajua wazi kabisa kuwa maisha ya Zawadi yalikuwa hatarini. Alianza kulitambua hilo tangu siku ya ufunguzi wa TanzaCore Mining Limited. Pale Zawadi alipoweka alama za vidole kwenye nyaraka muhimu. Wakati huo timu ya Aaron ilikuwa tayari imeshampaka Zawadi kimiminika maalum cha kuficha alama za vidole. Hivyo mpango wa adui haukufanikiwa. Aaron alijua kuwa adui asingeishia hapo. Lazima wangemfuatilia Zawadi kwa nguvu zote ili watimize lengo lao. Kwa sababu hiyo, Aaron akaamua kuandaa mpango wa siri zaidi. Kwa msaada wa madaktari wachache aliokuwa anawaamini sana, waliokuwa waaminifu na wenye uwezo wa kutunza siri, waliweza kuweka chipu ndogo sana nyuma ya mguu wa Zawadi. Chipu hiyo ilikuwa ni maalum, ikionyesha mahali Zawadi alipo muda wote bila yeye kuhisi kitu chochote. Aaron alimwambia Zawadi kwa msisitizo mkubwa asimwambie mtu yoyote kuhusu chipu hiyo kwa ajili ya usalama wake. Kwa hiyo, baada ya Zawadi kutekwa, Hamza akaanza mara moja kufuatilia ishara ya ile chipu. Alifuatilia kwa umakini hadi hatimaye akapata eneo alipokuwa wamefichwa.
Watu wa Rashdi walihakikisha kuwa Zawadi hana simu wala hana kifaa chochote cha mawasiliano, lakini walichokosa kujua ni kwamba tayari kulikuwa na kifaa kidogo sana kilichokuwa kinawaongoza moja kwa moja hadi walipo. Chipu ile ilileta matumaini ya kuweza kumwokoa Zawadi, Catherine pamoja na Ian. Kikosi cha Aaron kwa umakini mkubwa kiliendelea kufuatilia mazingira yale walioamini kuwa Catherine, Zawadi na Ian walikuwa wamefichwa. Kila dalili ndogo ilichunguzwa kwa umakini mkubwa bila kufanya haraka, kwa sababu walijua kuwa maadui wao walikuwa wamejipanga vizuri sana. Wakati huo huo, kikosi hakikusitisha uchunguzi kuhusu shehena kubwa ya madawa ya kulevya iliyokuwa ikisafirishwa kwenda nchi jirani. Walifahamu kuwa kesi hizi mbili zilikuwa zinaungana. Hivyo waligawanya nguvu zao kwa tahadhari. Kundi moja likifuatilia harakati za wale waliokuwa wakiwalinda kwenye lile jumba ambako walifichwa mateka, na kundi jingine likifuatilia njia na ratiba ya lori lililokuwa limebeba mzigo haramu. Wakati huo, Rashdi hakuwa peke yake, alikuwa na watu wake wa backup ambao walikuwa wakimsaidia kuhakikisha mipango yake yote inaenda kama alivyokuwa amepanga. Kila mtu alikuwa na jukumu lake na kila hatua ilikuwa imepangwa mapema. Biashara ya madawa ya kulevya iliyokuwa ikiendeshwa kwa siri kubwa sana. Rashdi na watu wake hawakuwa wakibeba mizigo waziwazi. Walitumia mizigo ya kawaida ya kibiashara kama kificho. Ndiyo maana madawa ya kulevya yalifichwa ndani ya makopo ya maziwa ya unga, yakapakiwa kwenye lori linaloonekana ni halali kabisa, likiwa na nyaraka zote za kawaida za usafirishaji. Madereva waliokuwa wanaendesha malori hayo mara nyingi hawakuwa wanajua wamebeba nini. Walikuwa wanaambiwa ni mzigo wa kawaida tu, na walikuwa wakilipwa pesa nzuri ili wasiulize maswali mengi. Wale waliokuwa wanajua ukweli walikuwa wachache sana, na walikuwa wanapewa malipo makubwa zaidi. Pesa zilizopatikana kutokana na biashara hiyo hazikupokelewa moja kwa moja. Rashdi na watu wake walitumia kampuni na biashara za kawaida ili kuficha chanzo cha fedha hizo. Kwa nje ilionekana kama ni faida ya biashara halali, lakini kwa ndani ilikuwa ni pesa chafu. Shauku yake kwa sasa ni kuipata Tanza Coal Mining Limited na kuitumia kama ngao ya kisheria. Kampuni hiyo ingetumika kuhalalisha mali, kupitisha fedha na kuficha shughuli zingine haramu. Na ndiyo maana Rashdi alikuwa tayari kufanya lolote ili kuhakikisha nyaraka zinasainiwa na kila kitu kinaonekana kipo sawa kisheria. Rashdi alidhani kuwa mambo bado yako chini ya udhibiti wake. Alidhani mzigo ungepita salama, pesa zingepokelewa na Zawadi angebaki kuwa chombo cha kumalizia mpango wake. Na kule kwenye kikosi cha Aaron, Hamza alikuwa macho muda wote akifuatilia kila harakati za mzee Rashdi kupitia mifumo ya ufuatiliaji wa siri iliyokuwa imewekwa na kikosi cha Aaron kwenye gari la mzee Rashdi. Ghafla Hamza akaona jambo muhimu kwenye skrini yake. Gari la mzee Rashdi lilianza kutoka eneo alipokuwa anaishi na kuelekea upande ule ambapo ishara ya chipu ya Zawadi ilikuwa inasomeka. Hakukuwa na shaka tena. Hamza akatoa taarifa mara moja. Makamanda wa kikosi cha Aaron wakajipanga haraka, wakaanza safari ya kuelekea eneo hilo, wakijua wazi kabisa Rashdi akifika pale jambo baya lingeweza kutokea. Rashdi alipofika kwenye jumba lile, akaingia ndani akiwa na watu wachache waliokuwa na silaha, huku wengine wakibaki nje karibu na gari. Makamanda wa kikosi cha Aaron walipofika eneo lile, walisogea kwa tahadhari kubwa sana, wakitumia njia ya kutambaa ili wasionekane. Kila hatua ilikuwa inapimwa kwa umakini mkubwa. Wakati huo, Elias maarufu kama Chita alikuwa tayari amechukua nafasi yake juu ya eneo refu lililokuwa mbali kidogo. Kutoka pale kulikuwa na muonekano mzuri wa jumba lote. Akiwa makini sana,
aliweza kuangalia wale walinzi waliokuwa nje karibu na gari. Kwa kutumia silaha ya masafa marefu, aliweza kuwaua walinzi wote wa mzee Rashdi waliokuwa wamesimama pale nje ya gari. Baada ya kuhakikisha eneo la nje liko salama, Elias kwa kutumia kifaa maalum cha mawasiliano akawajulisha wenzake waendelee kusonga mbele. Kikosi kikaendelea kusonga kwa tahadhari kubwa, kisha kikaingia ndani ya lile jumba kimya kimya. Walipofika ndani ya lile jumba, mmoja wa askari wa mzee Rashdi alihisi kuna harakati zisizo za kawaida. Akaamua kurudi nyuma kwa taratibu sana ili kuangalia kama mazingira bado yalikuwa salama. Hapo ndipo walipokutana uso kwa uso na kikosi cha Aaron. Bila kupoteza muda, mapambano yakaanza ndani ya jumba lile, kila upande ukijaribu kumzidi mwenzake kwa ngumi na mateke. Baada ya kuona vurugu zile, Rashdi akagundua kuwa mambo yalikuwa yameharibika na muda ulikuwa unaisha. Akiwa na hofu, akamgeukia Zawadi haraka na kumlazimisha asaini zile nyaraka. Zawadi akiwa na wasiwasi mkubwa, akaweka dole gumba lake kwenye karatasi. Akili yake ilikuwa inawaza hatima ya mtoto wake na hatima ya Catherine. Baada ya kumaliza hilo, Rashdi hakusubiri tena. Akatoka nje kwa haraka kupitia upande mwingine wa jumba, huku akiwa amemkaba Zawadi kwa nguvu. Alijua kikosi cha Aaron kikiwa karibu kisingethubutu kumdhuru akiwa na Zawadi mkononi. Ndani ya muda mfupi, askari wote wa mzee Rashdi walikuwa tayari wameshadhibitiwa. Baadhi yao walikuwa wamekufa na wengine walikuwa wamejeruhiwa vibaya kiasi cha kushindwa kuendelea kupigana. Wote waliobaki walikuwa chini ya ulinzi mkali wa kikosi cha Aaron na walinyang'anywa silaha zao. Baada ya kuhakikisha eneo lote liko salama, Aaron hakupoteza muda. Alielekea moja kwa moja upande ule ambao Zawadi na Rashdi walikuwa wameelekea. Alitembea kwa tahadhari, macho yake yakikagua kila kona, akiwa tayari kwa lolote. Alijua Rashdi hakuwa mtu wa kukata tamaa kirahisi na angeweza kufanya lolote ili kujiokoa. Mara Aaron alipokutana uso kwa uso na mzee Rashdi, hali ilikuwa nzito. Rashdi alikuwa ameshika silaha mkononi akielekeza kichwani kwa Zawadi, huku mkono wake mwingine ukiwa umemkaba kwa nguvu. Uso wake ulikuwa umejaa hasira na hofu kwa wakati mmoja. Kwa sauti kali akasema, "Aaron, nakwambia usijaribu kusogea hata hatua moja, la sivyo nammaliza huyu mwanamke hapa." Zawadi alikuwa anatetemeka, macho yake yakiwa yamejaa hofu. Rashdi akaendelea kusema kwa sauti kali zaidi, "Kama unajali usalama wake, weka silaha yako chini haraka." Aaron alisimama pale pale, hakusogea wala hakurudi nyuma. Akainua mikono yake taratibu kuonesha kuwa hakuwa na nia ya kumshambulia. Akajua huu ulikuwa ni wakati wa kutumia akili zaidi. Macho yake yakamkazia Rashdi, kisha akasema, "Mheshimiwa, hii haina haja ya kufika hapa, wala haitakusaidia." Lakini Rashdi hakuwa tayari kusikiliza. Alikuwa amebanwa kwa hofu, akijua kila kitu alichokuwa amekijenga kinakwenda kuporomoka. Zawadi alikuwa anatetemeka sana. Kwa jinsi Rashdi alivyokuwa amemkaba, haikuwa rahisi hata kidogo kwake kujinasua. Hali ilikuwa ya hatari na kila sekunde ilionekana kama saa nzima. Kwa umbali, Elias aliyekuwa kwenye nafasi ya juu aliona tukio lote kwa uwazi. Kwa umakini mkubwa, alijitahidi kuilenga shabaha yake vizuri, akihakikisha hata mdhuru Zawadi aliyekuwa mikononi mwa Rashdi. Kwa ustadi wa hali ya juu, Elias akafyatua risasi iliyompata Rashdi mguuni. Rashdi akaanguka chini, huku Zawadi naye akiangukia upande mwingine. Ndani ya muda mfupi huo wa mparanganyiko, Rashdi akahisi kuwa kila kitu kimekwisha. Akaona bastola yake ikiwa imeanguka, akajaribu kuichukua haraka, lakini Aaron alikuwa makini sana. Akakimbia haraka, akapiga teke kwenye mguu wa Rashdi, bastola ikaangukia pembeni.
Asha, mmoja wa askari mwingine wa kikosi cha Aaron, akawasili kwa haraka, akamdhibiti Rashdi, akamfunga pingu, kisha akamhudumia jeraha lake ili asipoteze damu nyingi. Akiwa chini ya ulinzi mkali, Rashdi akapelekwa hospitali ya kijeshi. Zawadi akamshukuru sana Aaron kwa kumwokoa. Hata hivyo, furaha yake ilikuwa bado imechanganyika na hofu kubwa, kwa sababu hakuwa bado anajua Catherine na Ian walikuwa wapi. Aaron na kikosi chake wakaendelea kupekua lile jengo kwa umakini mkubwa. Kikosi kikaendelea kuangalia chumba kwa chumba. Hatimaye wakamkuta Ian akiwa amefungiwa ndani ya chumba kimoja. Ndani ya chumba kile hakukuwa na kitu chochote cha hatari. Haraka wakamchukua Ian na kumkabidhi kwa mama yake. Zawadi akamkumbatia mtoto wake kwa nguvu, machozi ya furaha yakimtoka. Lakini hata hivyo, bado alikuwa na hofu moyoni kwa sababu Catherine alikuwa bado hajapatikana. Na ndipo kikosi cha Aaron kikaendelea na utafutaji, kikijua kuwa kazi yao haikuwa bado imekamilika. Mara ghafla ndani ya lile jumba kulitokea na mlipuko wa moto. Moto ulikuwa umeanza wakati wa purukushani na sasa ulikuwa unaendelea kuenea kwa kasi. Moshi mzito ukaanza kujaa sehemu mbalimbali za jengo. Kikosi cha Aaron kikapata wasiwasi mkubwa kwa sababu Catherine alikuwa bado hajapatikana. Zawadi naye alichanganyikiwa sana. Hata hivyo, kikosi hakikukata tamaa. Wakaendelea kutafuta chumba kwa chumba licha ya hatari iliyokuwa inaongezeka. Hatimaye wakagundua kulikuwa na chumba kidogo kilichokuwa kimefungwa. Aaron hakupoteza muda, akavunja mlango kwa nguvu na kuingia ndani. Alipofanikiwa kuingia, akamkuta Catherine akiwa amefungwa mikono na miguu kwa mnyororo mrefu. Alikuwa amezibwa mdomo kwa plasta, hali iliyomfanya ashindwe kuomba msaada. Chumba kile kilikuwa kidogo sana na kilikuwa kimejaa moshi, jambo lililomfanya Catherine awe dhaifu na mchovu. Aaron akamtoa plasta mdomoni haraka, akaangalia mnyororo na kutambua kuwa haungeweza kufunguliwa kwa haraka kwa njia ya kawaida. Kwa haraka na umakini akatoa bastola yake na kufyatua risasi moja katikati ya mnyororo. Mnyororo ukakatika. Aaron akambeba Catherine na kutoka naye nje kwa haraka. Wakati huo huo, kupitia kifaa chake maalum cha mawasiliano, Aaron akawajulisha wenzake kwamba Catherine ameshapatikana. Kikosi kizima kikaanza kuondoka ndani ya lile jumba haraka, kikiepuka moto uliokuwa unazidi kuenea. Walifanikiwa kutoka nje salama kabla hali haijawa mbaya zaidi. Zawadi alipomwona Catherine mikononi mwa Aaron, machozi ya furaha yakamtoka. Alifurahi sana. Wakati operation ya uokoaji ikiendelea upande mmoja, upande wa pili kulikuwa na operation nyingine nzito ikiendelea. Farid, mmoja wa askari wa kikosi cha Aaron, alikuwa anaongoza operation hiyo ya kukamata shehena kubwa ya madawa ya kulevya iliyokuwa inasafirishwa kwenda nchi jirani. Kikosi chake kilikuwa kimeweka kizuizi eneo la Manyara. Baada ya muda mfupi, lori lililokuwa linasubiriwa likawasili. Farid akamwamuru dereva ashuke haraka. Dereva alitii, akatoa nyaraka zote pamoja na kibali cha kusafirisha mzigo. Walipozikagua nyaraka zote, zilionekana kuwa sawa kabisa. Hata hivyo, Farid na askari wake hawakuridhika. Walimwambia dereva kuwa walihitaji kukagua mzigo ili kuthibitisha kama kile kilichoandikwa kwenye nyaraka ndicho hicho kilichokuwemo kwenye lori. Walianza kufungua makopo ya maziwa ya unga. Kwa mwanzo kila kopo walilofungua lilikuwa na maziwa ya unga kweli, lakini hawakukata tamaa. Waliendelea kushusha maboksi mengine wakikagua kwa umakini zaidi. Hatimaye walipofungua maboksi yaliyokuwa ndani zaidi ya roli, wakakutana na pakti zilizokuwa zimefichwa vizuri. Zilikuwa ni madawa ya kulevya. Hapo ndipo dereva aliwekwa chini ya ulinzi mkali, akafungwa pingu mkononi na roli lote likakamatwa na kupelekwa kituo cha polisi kama ushahidi.
Baada ya operesheni hiyo kufanikiwa, taarifa rasmi zikaandaliwa kupitia viongozi wa juu wa vyombo vya usalama na wizara husika, taarifa kamili kuhusu kukamatwa kwa shehena ya madawa ya kulevya pamoja na kukamatwa kwa watu wakubwa waliokuwa nyuma ya mtandao huo ukafikishwa kwa Mheshimiwa Rais. Rais alisikitika sana alipojua kuwa mmoja wa viongozi wakubwa kabisa wa nchi, waziri mkuu, alikuwa sehemu ya wahalifu wakubwa waliokuwa wanafanya maovu ndani ya taifa. Ilimuuma sana kuona jinsi mtu aliyekabidhiwa dhamana ya kuongoza na kulinda wananchi aligeuka kuwa chanzo cha matatizo makubwa. Rais alitafakari kwa kina mambo mengi maovu yaliyokuwa yakitokea kwenye jamii kwa muda mrefu: biashara ya madawa ya kulevya, rushwa, mauaji ya siri na matumizi mabaya ya madaraka. Sasa alianza kuelewa kuwa mengi ya maovu hayo yalikuwa yanatokana na mtandao uliokuwa umejikita hadi kwenye ngazi za juu za uongozi. Kwa huzuni kubwa, rais alitambua kuwa taifa lilikuwa limeumizwa na watu waliopaswa kuwa mfano wa uadilifu, lakini pia aliona kuwa bado kulikuwa na matumaini, kwa sababu kulikuwa na watu wachache waliokuwa waaminifu kama Aaron na kikosi chake. Walikuwa na ujasiri, umakini na uzalendo. Alitambua kuwa walikuwa wamefanya kazi kubwa sana kwa usalama wa taifa, wakihatarisha maisha yao ili kulinda nchi na wananchi wake. Walikuwa tayari kupigana bila kuogopa vyeo wala vitisho. Na wakati huo, waziri mkuu mstaafu Alexander alipata taarifa za chini chini kuwa Kweka na mzee Rashid tayari walikuwa wameshakamatwa. Habari hizo zilimshtua sana. Akaona wazi kuwa na yeye alikuwa kwenye hatari kubwa na njia pekee ya kujiokoa ilikuwa ni kutoroka nchini haraka kabla mkono wa sheria haujamfikia. Bila kupoteza muda, akaandaa safari ya ghafla. Dereva wake akampeleka moja kwa moja uwanja wa ndege kwa ajili ya kuondoka. Na ili asitambulike kirahisi, waziri mkuu huyo mstaafu alivaa mavazi ya kawaida kabisa na kofia, akijaribu kufanana na abiria wengine wa kawaida. Alipokuwa pale uwanjani, akaanza kukamilisha taratibu za kusafiri. Ndani ya moyo wake alianza kujisikia afueni, akiamini kuwa alikuwa tayari amefanikiwa kutoroka. Lakini ghafla alipoinua macho yake mbele yake alishtuka sana. Aaron alikuwa amesimama pale pamoja na askari wengine wachache. Kwa sauti tulivu lakini thabiti, Aaron akasema, "Mheshimiwa, unahitajika kufika kituo cha polisi kwa ajili ya kutoa maelezo yako kutokana na tuhuma zinazokukabili." Waziri mkuu huyo mstaafu akabaki ameduaa. Kwa sauti ya mshtuko akasema, "Huwezi kukatisha safari yangu hivi. Mimi natakiwa kuhudhuria kikao muhimu sana kesho." Aaron hakutaka kuingia kwenye majibizano marefu. Akatoa ishara kwa askari wake ili wamfunge pingu. Walipomkaribia ili kumfunga pingu, waziri mkuu huyo mstaafu akaona ni fedhea kufungwa pingu mbele za watu wengi. Kwa haraka akasema, "Haina haja kunifunga pingu. Twendeni tu. Kwani nyinyi hamjui mimi ni nani?" Ndipo wakatoka naye pale kwa utaratibu wa kawaida, askari wakiwa pembeni wakiwa na silaha mikononi, wakimpeleka bila makelele wala vurugu. Baada ya muda mfupi, taarifa rasmi zikaanza kutolewa kupitia vyombo vya habari. Wananchi wakapata habari nzito kuwa waziri mkuu mzee Rashid, waziri mkuu mstaafu mzee Alexander na waziri mstaafu wa Wizara ya Biashara na Uwekezaji mzee Kweka wote walikuwa wamekamatwa kwa tuhuma nzito za kuhusika na mtandao mkubwa wa uhalifu nchini. Habari hizo zilitikisa nchi nzima. Kwa wananchi ilikuwa ni taarifa iliyokuwa imezua hisia za mchanganyiko: mshangao, hasira, huzuni, lakini pia matumaini. Wengi walishangaa kuona jinsi viongozi wakubwa walivyohusishwa na maovu makubwa nchini. Na wananchi walianza kuamini kuwa hakuna mtu aliye juu ya sheria. Baada ya kuona hisia tofauti tofauti kwenye jamii, Mheshimiwa Rais wa nchi akaamua kutoa hotuba yake
kwa wananchi kupitia television na redio ya taifa. Wananchi wenzangu, leo nimeamua kuzungumza nanyi kutokana na taarifa nzito ambazo zinaitikisa taifa letu. Kama rais wenu, nimesikitishwa sana kuona kuwa baadhi ya viongozi wakubwa wa serikali pamoja na watu waliokuwa wanaaminiwa kulinda usalama wa taifa wamehusishwa kwenye vitendo vya uhalifu. Hili ni jambo la kuhuzunisha sana, kuona watu waliokabidhiwa dhamana ya kuongoza, kulinda sheria na kuwa mfano bora kwa jamii wamegeuka na kuwa sehemu ya matatizo makubwa yanayoliathiri taifa letu. Hili ni pigo kubwa sana kwa imani ya wananchi na ni funzo zito kwetu sisi sote. Napenda niwe wazi, hakuna mtu aliye juu ya sheria. Kwa viongozi wote waliopo madarakani leo na kwa vyombo vyote vya ulinzi na usalama, na waonya, rudini kwenye misingi ya kazi yenu. Lindeni heshima ya ofisi zenu. Kuweni mfano bora kwa jamii, kwa sababu mnapopotoka madhara yake huumiza taifa zima. Kwa wananchi wenzangu, nawasihi msijiingize kwenye mambo maovu kwa tamaa ya pesa au madaraka. Njia hizo hazilijengi taifa, bali huliharibu. Ustawi wa nchi yetu unategemea uadilifu, kazi halali na kuheshimu sheria. Na pia napenda kutoa pongezi za dhati kabisa kwa askari wetu wazalendo ambao walitekeleza majukumu yao kwa usiri, uaminifu na kujitolea kwa kiasi kikubwa. Mmetoa mfano wa kizalendo na kuthibitisha kuwa bado kuna watu wanaolinda taifa hili kwa moyo safi. Ndugu wananchi wenzangu, serikali itaendelea kuchukua hatua kali dhidi ya uhalifu wa rushwa bila kuogopa cheo wala jina la mtu yoyote. Tutaendelea kujenga nchi inayoheshimu haki, usawa na utawala bora. Ninaamini kwa kushirikiana tutalijenga taifa lenye maadili, amani na maendeleo ya kweli. Mungu ibariki nchi yetu. Mungu wabariki wananchi wote. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Baada ya hotuba ile, Mheshimiwa Rais aliwaita Ikulu kikosi kizima cha Aaron. Alikuwa ameandaa hafla fupi ya pongezi. Hafla hiyo haikuwa ya wazi kwa umma. Ilikuwa ni tafrija fupi ya heshima iliyofanyika kwa siri, ikihusisha viongozi wachache wa juu wa serikali na vyombo vya usalama. Ndani ya Ikulu, Mheshimiwa Rais aliwashukuru binafsi kikosi cha Aaron kwa ujasiri, uaminifu na uzalendo waliouonyesha. Aliwaeleza kuwa walikuwa wameokoa taifa kutoka kwenye hatari kubwa sana na kwamba walikuwa wamerejesha imani ya wananchi kwa vyombo vya ulinzi na usalama. Katika hafla hiyo, askari wa kikosi cha Aaron walikabidhiwa tunu maalum za kipolisi kama ishara ya heshima na kutambua mchango wao. Hakukuwa na kamera wala kelele za vyombo vya habari. Ilikuwa ni shukrani ya dhati kutoka juu kabisa. Baada ya hapo, rais akatangaza kuwa anawapandisha vyeo kulingana na juhudi na uzito wa kazi walioifanya. Baadhi yao walipewa majukumu mapya na kuwekwa kwenye maeneo nyeti zaidi ya usalama wa nchi ili kuendelea kulilinda taifa kwa uadilifu na weledi. Kwa Aaron na kikosi chake haikuwa tu pongezi ya kawaida, ilikuwa ni uthibitisho kwamba kazi ya uaminifu na kujitolea kwa ajili ya nchi, hata kama ni kwa siri, huwa haipotei. Miezi michache baadaye, siku ya haki ilifika kwa Yusuf Malinyingi. Mahakama ilimkuta hana hatia juu ya makosa yote yaliyokuwa yanamkabili. Akaachiwa huru siku hiyo hiyo. Familia yake ilifurahi sana. Walimkumbatia Yusuf kwa machozi ya furaha, huku wakimshukuru Mungu kwa ushindi huo mkubwa. Familia pia ilimshukuru kwa dhati wakili Mushi kwa kazi kubwa aliyokuwa ameifanya katika kumtetea Yusuf. Mushi alipokea pongezi hizo kwa unyenyekevu, lakini aliwaambia wazi kuwa ushindi huo ulitokana zaidi na kazi ya askari makini wa kikosi cha Aaron walioweza kuchunguza kwa undani na kugundua ukweli kuwa Yusuf hakuwa na hatia. Familia ilifurahi sana kusikia hilo. Siku ziliendelea kusonga, haki nayo iliendelea kuchukua mkondo wake.
Hatimaye mzee Rashdi, Alexander, Kweka na washirika wao wakuu akiwemo Detective Doto, Sergeant Boniface na wengine walikutwa na hatia juu ya makosa mazito yaliyokuwa yanawakabili. Mahakama ikawahukumu adhabu kali kulingana na makosa yao. Wengine walihukumiwa kifo na wengine walipata kifungo cha maisha gerezani, huku wachache sana waliokosa ushahidi waliachiwa huru. Siku hukumu ilipotangazwa, hisia zilikuwa nzito. Familia za wahanga zilijawa na huzuni na maumivu. Alia, mtoto wa mzee Rashdi, alilia sana, akibeba machungu ya kosa la mzazi wake, akionyesha kuwa uhalifu hauumizi wahalifu peke yake, bali pia huumiza familia zao. Baada ya hukumu kutolewa, serikali ilianza mara moja mchakato wa kufilisi mali za mzee Rashdi, Alexander, Kweka na washirika wao wote waliopatikana na hatia. Hatua hiyo ilifanyika kwa mujibu wa sheria chini ya usimamizi wa mahakama na vyombo vya usalama. Mali zote walizokuwa wamezipata kwa njia haramu zilitambuliwa na kuorodheshwa. Akaunti zao zote za benki zilifungwa na fedha zilizokuwemo kwenye akaunti hizo zilichukuliwa na serikali. Fedha hizo ziliwekwa kwenye hazina ya taifa kwa ajili ya matumizi ya maendeleo na fidia kwa wahanga. Nyumba zao za kifahari katika maeneo mbalimbali ya nchi zilitaifishwa. Baadhi ziligeuzwa kuwa majengo ya serikali, mengine yakapangishwa na kuuzwa kwa mnada wa wazi, huku fedha hizo zikirejeshwa serikalini. Magari yote ya kifahari, ndege ndogo walizokuwa wakizitumia, pamoja na mali nyingine nyingi na vitu vyote vya thamani vilichukuliwa. Makampuni yote kivuli yaliyokuwa yakitumia kuficha fedha chafu yalifungiwa. Leseni zikafutwa na mali za kampuni hizo zikataifishwa. Mashamba makubwa, maghala na vitega uchumi vingine vilivyothibitika kuwa ni sehemu ya mtandao wa uhalifu vilichukuliwa rasmi na serikali. Kwa mali za nje ya nchi, serikali ilishirikiana na nchi marafiki na mashirika ya kimataifa kuzifuatilia. Mali hizo zilizopatikana nje ya mipaka ya nchi zilirejeshwa hatua kwa hatua kupitia taratibu za kisheria. Hatua hizo zote zikawafanya wahusika wabaki bila chochote. Na hii ilileta funzo kubwa kwamba mali ya dhuluma huwa haina baraka, na kwamba haki inaweza kuchelewa lakini huwa haipotei. Na kwa taifa ilikuwa ni mwanzo wa ukurasa mpya, ukurasa wa uwajibikaji, uadilifu na matumaini. Kwa upande wa Zawadi, maisha yake yaliendelea kubadilika na kuwa mazuri zaidi. Biashara yake ya madini iliendelea kustawi kwa kasi. Mali zote ambazo marehemu Onesmo Kisumu alikuwa amezichukua zilirejeshwa rasmi kwenye kampuni ya Arusha Precious Metals. Kampuni hiyo ikakua kwa kasi na kutoa ajira nyingi kwa vijana katika maeneo mbalimbali nchini. Zawadi alihakikisha ndoto zote ambazo marehemu mume wake Patrick alikuwa nazo zinatimia. Aliongoza kampuni kwa uadilifu na moyo wa kujali jamii. Alijua mafanikio ya kweli ni yale yanayogusa maisha ya wengine. Catherine naye aliondoka rasmi nyumbani kwa Aaron na kurudi kuishi na Zawadi. Hatari zote zilikuwa zimeshaondoka na maisha yalianza kurejea katika hali ya kawaida. Hata hivyo, ukaribu kati ya Catherine na Aaron uliendelea kukua. Walipatana sana, wakazoeana na polepole mapenzi yakaanza kuchipuka kati yao.